Zaidi na zaidi, vile siku zinavyozidi kusonga, ndivyo inavyozidi kudhihirika kwamba hukumu za Mungu ziko duniani, katika moto na mafuriko na tetemeko la ardhi. Anawaonya wakaaji wa dunia hii kwamba kuja kwake kumekaribia. Wakati unakaribia ambapo mgogoro mkuu katika historia ya ulimwengu utakuwa umekuja, ambapo kila harakati katika serikali ya Mungu zitachunguliwa kwa umakini mkubwa na kwa hofu kuu. Hukumu za Mungu zitafuatana haraka. Moto na mafuriko na tetemeko la ardhi pamoja na vita na umwagaji damu. Wakati wa hukumu za Mungu zenye uharibifu ndio wakati wa rehema kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kujifunza ukweli ni nini. Bwana atawatazama kwa huruma nyingi. Moyo wake wa huruma unaguswa, mkono wake bado umenyoshwa kuokoa. Hapo mlango utakuwa umefungwa kwa wale ambao hawakupenda kuingia. Siku zote Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Na ndio maana huwa anatujuza kabla ya vifungo vya dhambi kutufunga ili tusije tukaangamia milele. Na kutujuza juu ya jua la haki litakapofika ili tuweze kujiandaa na kuwa salama. Furaha pekee ni pale tunapompokea Yesu, kusikia neno la Mungu, kusoma kwa watu wa maombi na kujifunza roho ya unabii ili tuwe na furaha tele. Mungu akubariki. Ndugu yangu, kitabu cha Waebrania 4